Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Alikiba tumeweza kushuhudia siku ya jana ameweza kumtambulisha msanii wake mpya wa kike, na msanii huyo anaitwa Mutima Wangu. Ukimwangalia huyu msanii ni msanii ambaye ana vigezo vyote vya kuwa msanii. Sifa ya kwanza ya msanii ni muonekano. Huyu dada ana muonekano mzuri sana. Ukiangalia ni mrembo, ana shape, anajua kuimba, anajua kucheza. Moja kwa moja unaweza kusema msanii Alikiba ameweza kulamba dume katika collab yake ya King Music, na itakuwa ni mara ya kwanza kwa msanii Alikiba kuweza kumsaini msanii wa kike katika collab yake King Music. Na mara nyingi sana tumekuwa tukiona Alikiba huwa anapendelea kuwasaini wasanii wa kiume, lakini kwa awamu hii, kwa mwaka huu 2026, ameamua kujaribu kwa wasanii wa kike ili mradi aangalie na aone ni kitu gani ambacho huyu msanii wa kike atakuja kukibadilisha katika collab yake ya King Music, lakini pia ni kitu gani ambacho huyu msanii wa kike atakuja kukionyesha cha tofauti. Na unaweza kuona ni nafasi ya dhahabu sana kwa huyu dada Mutima Wangu. Kama akipambana vizuri na kama akamshikilia msanii Alikiba vizuri, basi ataweza kutoka katika collab ya King Music na baadaye akaenda akafanya maisha yake ya muziki mwingine, kama ambavyo tumezoea kuwaona hao wasanii wakiingia katika collab, baadaye wakijipata wanaamua kuondoka katika hizo collab na kuendelea kutafuta maisha yao katika sanaa yao ya muziki wakiwa wanajitegemea wenyewe. Mutima Wangu ni msanii mzuri na ni msanii ambaye atakuja kuleta mafanikio makubwa sana katika collab ya msanii Alikiba. Msanii Alikiba pamoja na timu yake nzima walienda pale airport kwa ajili ya kumpokea huyu msanii, na tumeweza kuona namna ambavyo Alikiba aliweza kuzungumza na waandishi wa habari. Aliweza kutuma salamu kwa wale wasanii wa kike ambao wanajiona tayari wameshaliteka soko la sanaa ya muziki. Wasanii wa kike ambao sisi tunawafahamu, ambao sasa hivi tunaweza kusema wako pale kwenye top, yani wako pale juu kabisa, ni msanii Zuchu na msanii Nandy. Sasa Alikiba akawa anazungumza na kudai kwamba hao wasanii wa kike wanatakiwa kupambana sana, kwa sababu msanii wake anamwamini kwa asilimia kubwa sana, na kudai kwamba huyu Mutima Wangu atakuja kuibadilisha sanaa ya muziki ya upande wa kike, kwa sababu ukimwangalia Nandy sasa hivi anachokiimba na ukimwangalia Zuchu anachokifanya, hao watu walikuwa wana competition wawili tu. Nandy na Zuchu huwa wana competition mara nyingi sana, na ukiangalia ndio wasanii wa kike ambao wana mafanikio makubwa sana hapa nchini Tanzania. Lakini Alikiba akaweza kuahidi na kudai kwamba msanii wake huyu Mutima Wangu kuna namna fulani ataenda kuibadilisha hii game ya muziki, itakuwa kwa namna ya tofauti kwa upande wa kike. Lakini pia akaweza kuahidi wale wasanii wa kike ambao wanajiona tayari wako kwenye top, basi wanatakiwa kukaza, wanatakiwa kupambana, kwa sababu msanii wake amejiandaa kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia wanatakiwa kuelewa kwamba Alikiba ana investment kubwa sana. Msanii Alikiba anapoamua kumuingiza msanii katika collab yake, basi ana imani na anajua nini ambacho ataenda kumfanyia yule msanii ili mradi yule msanii aweze kufika mbali zaidi. Ukiangalia wasanii wa kiume, Alikiba anakuambia kwa msanii wa kiume hapendi sana kuweka investment kubwa, kwa sababu anajua yule ni mwanaume, anatakiwa kumtengeneza kuwa kama mwanaume, sio kila kitu aweze kutoa nyimbo, aweze kugharamiwa na management, alafu baadaye nyimbo imetoka basi ashinde mwenyewe kujipromo huko TikTok wapi, basi awaachie tena kazi management. Management itafanya kazi yake, lakini pia msanii unatakiwa aoneshe juhudi ya hali ya juu. Lakini Alikiba ameahidi huyu msanii wake wa kike watamlea kama mtoto wa kike kweli kweli, watamdekeza, watambembeleza, watamuonesha ni kwa namna gani sanaa ya muziki ilikuwa inamhitaji kwa muda mrefu, lakini yeye alikuwa anajicheleweshea tu. Lakini pia kitu kikubwa tunaweza kusema Alikiba ameweza kukifanya ni kama vile aliweka nia mwakani 2026 nitafanya kitu fulani, na kweli mwaka huu 2026 mwezi wa kwanza bado hujaisha, jana ilikuwa tarehe 8 tu, Alikiba akaweza kumtambulisha huyu msanii wake mpya na kuonesha kwamba mwaka mpya na mambo mapya, na yeye ameamua kumtambulisha msanii wa kike ni kwa mara ya kwanza. Ukiangalia collab ya Diamond mara nyingi sana na wao pia walikuwa wanasajili wasanii wa kiume, lakini baadaye Diamond Platinum akaweza kumuingiza
msanii Zuchu na Zuchu akafanya makubwa sana. Hatuwezi kumhesabia Queen Darling kama msanii wa record label WCB kwa sababu Queen Darling alikuwa anafanya muziki pale, lakini kwa chini ya kaka yake, yani alikuwa ni kama vile muziki wa kindugu fulani hivi, na ndio maana tunamhesabia Zuchu kwa asilimia kubwa. Sasa huenda Alikiba kuna kitu cha tofauti ambacho amekiona kwa Zuchu, kwamba Zuchu amebadilisha muziki wa hapo WCB, huenda na yeye akichukua msanii wa kike anaweza akabadilisha. Lakini pia unaweza kuona hawa making wawili, yani Alikiba na Diamond, mara nyingi sana kila kitu ambacho Diamond anakifanya na Alikiba anafuata nyendo hizo hizo ili mradi aweze kupata matokeo. Ukiangalia Diamond alianzisha record label na msanii Alikiba naye pia akaanzisha record label, lakini baadaye Diamond alipoanzisha media ya Wasafi, lakini pia hapo hapo msanii Alikiba naye pia akaanzisha media ya Crown Media. Lakini pia unaweza kuona hawa watu huwaga wana bifu, lakini bifu lao ni la mafanikio zaidi. Unaweza kuona sasa hivi Alikiba ameona Zuchu ameweza kusaidia record label WCB kapata mapato makubwa, ndipo na yeye akaona natakiwa nitafute msanii wa kike ili mradi huyo msanii wa kike niweze kuiona faida ya record label, na ndicho kitu ambacho Alikiba sasa hivi ameamua kukifanya. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.